wote wa dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo ambao wametuombea dua. Nawashukuru sana na tunatambua sana uwepo wenu. Asanteni sana. Na tumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kufika hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kushukuru kwa niaba ya TRA kwa kukubali kuja katika shughuli yetu ya leo. Najua una majukumu mengi, lakini wewe pamoja na manaibu waziri wote wawili mmekubali kuja kushiriki na sisi. Huu ni mwanzo mzuri na asanteni sana kwa kuja. Nichukue fursa hii kuwapongeza. Kwanza kukupongeza wewe kwa imani kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anayo kwako, lakini kuwapongeza manaibu waziri wote wawili kwa imani mliopewa. Najua Mheshimiwa Rais ana matarajio makubwa mimi na wenzangu, na kwa sababu hiyo ndio maana tumechukua muda mrefu kujitambulisha ili utujue wote. Ukizungumza TRA ni wote watumishi 8856, lakini viongozi wanaoongoza wapo ndani ya ukumbi huu wa leo. Kwa hiyo ukizungumza leo unazungumza na TRA nchi nzima. Kwa hiyo tuwe radhi, tumechukua muda mrefu kujitambulisha ili uwajue, lakini na wao watakujua unapoongea. Nataka nikuahidi kwa niaba ya wenzangu, tutatoa ushirikiano unaohitajika ili muweze kukidhi matarajio ya Mheshimiwa Rais kwa kuwateua. Hiki ni kikao chetu cha tathmini na tunafanya mambo matatu. Tunaangalia kwa muda wa miezi 6 kitu gani kilienda vizuri kama tulivyopanga. Tunaangalia kwa miezi 6 mambo gani hayakwenda vizuri kama tulivyopanga. Lakini tunaangalia sasa kwa miezi 6 ijayo tufanye nini ili kufanya zaidi ya tulichofanya katika miezi 6 iliyopita. Kwa hiyo ni kikao cha kazi ambacho tutakaa kwa muda wa siku 5, leo mpaka Ijumaa, na vingine vitaendelea. Lengo ni moja tu, ni kuhakikisha tunatimiza matarajio yako kama msimamizi mkuu, timiza matarajio ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, natimiza matarajio ya Makamu wa Rais, natimiza matarajio ya Mheshimiwa Rais, lakini kubwa zaidi tunatimiza matarajio ya wafanyabiashara na Watanzania walionayo kwa chombo chao cha TRA. Na nataka niwahakikishie tutafanya kila tunachoweza kutimiza matarajio ya Watanzania na wafanyabiashara katika kuwezesha biashara zao ndani ya nchi yetu. Niwapongeze sana wafanyabiashara wote kwa namna ambavyo ndani ya miezi 6 wameweza kutimiza wajibu wao wa kiraia, kulipa kodi kwa hiari na kutuwezesha kufikia mafanikio tuliyofikia. Asanteni sana wafanyabiashara wote wa nchi. Kiasi tulichokisema cha makusanyo ya trilioni 18 kwa miezi 6 na ukuaji wa 13% ni kiasi kikubwa, Mheshimiwa Waziri. Wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani mwaka 2021, ndani ya miezi 6 TRA ilifanikiwa kukusanya shilingi trilioni 9 na bilioni 240. Leo miezi 6 tumekusanya shilingi trilioni 18 na bilioni 770.
ni ukuaji wa asilimia 103. Ni kiasi kikubwa sana. Lakini tulifanya utafiti ndani ya TRA kuangalia tax gap iliyopo. Wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani, tax gap ilikuwa ni karibu asilimia 23. Compliance ilikuwa ni asilimia 77.48. Na utafiti wa hivi karibuni unaonyesha tax gap imepungua mpaka ipo asilimia 15, 14 point something. Kwa hiyo compliance ni asilimia 85.7. Kwa hiyo ni ongezeko kubwa la ulipaji wa kodi wa hiari ambalo limefanywa na wafanyabiashara wa nchi. Ndio maana tuliona leo ni muhimu tuwaite kwa niaba yao kuwashukuru sana kwa wajibu wao wanaoutoa. Na ni kweli tusingefikia hapa bila wao kulipa kodi, na ndio maana tuna kazi kubwa ya kuendelea kuwa wadau wao wa kuwezesha biashara zao wapate faida, lakini na government ipate the fair share kutoka kwenye faida wanazopata. Na our commitment to them ni kwamba tutaendelea kufanya hivyo ili waweze kufikia malengo yao, lakini na nchi kwa maana ya serikali ifikie malengo yao. Lakini kipekee, Mheshimiwa mgeni rasmi, TRA na nchi imeweza kuandika rekodi kwa mwezi Disemba kukusanya kiasi ambacho hakijawahi kukusanya, shilingi trilioni 4 na bilioni 130. Naomba tujipongeze sana. Na hiki kiasi kimechangiwa na wote, wadogo, kwanza wananchi wa kawaida ambao ni consumers, wanapoenda kununua bidhaa na huduma wanalipa VAT, wamechangia. Lakini wafanyabiashara wadogo wamechangia, wafanyabiashara wa kati wamechangia, na wafanyabiashara wakubwa wamechangia. Kwa mwezi Disemba sisi tuna sources 4 za kukusanya. Ya kwanza ni idara ya walipa kodi wakubwa. Hawa ndio wenye viwanda, wapo wawakilishi wao hapa. Lakini hawa wakubwa wapo kwa sababu wadogo wananunua kwao. Kwa hiyo huwezi kuwapongeza tu wakubwa bila kuwapongeza wadogo. Kwa mwezi Disemba, idara ya walipa kodi wakubwa, Mheshimiwa mgeni rasmi, imekusanya trilioni 1 na bilioni 914. Na waliochangia sana ni watu wa viwandani, watu wa huduma, lakini hata mining imechangia sana, Mheshimiwa mgeni rasmi. We are blessed. Bei ya madini inapanda. Na sisemi geopolitics ziendelee kuwa mbaya ili bei ipande zaidi tupate hela nyingi. Lakini why not? Imetusaidia. Ndio maana tumeweza kufikia kukusanya 1.9.14 trillion, ambayo ni asilimia 46 ya hiyo 4 trillion. Idara ya forodha na wao, Mheshimiwa mgeni rasmi, wameweza kukusanya trilioni 1 na bilioni 286, ambayo ni asilimia 31 ya lengo la Disemba. Na ni washukuru walipa kodi kwa sababu mwishoni mwa Oktoba confidence ilianza kushake, confidence ya consumers na confidence ya investors. Lakini tulivyokuwa tunaenda mbele, Novemba na Disemba yenyewe, confidence imeongezeka, importation zimeongezeka, na ndio zimetuwezesha kufikia hapa tulipofika. Idara ya walipa kodi wadogo na wakati waliweza kukusanya bilioni 838, ambayo ni asilimia 20 ya hiyo 4.1 trillion. Na kodi za muungano ambazo tunazikusanya kutoka Zanzibar
waliweza kukusanya bilioni 91 na milioni 600 ambayo ni 3%. Kwa hiyo hiki ni kiasi ambacho kinatokana na hiyo 4.13 trillion. Ni kazi kubwa iliyofanya na Watanzania wafanyabiashara na ambayo inathibitisha mambo mengi yakiwemo tunaweza kukusanya kodi kwa utulivu bila kutumia nguvu na tukafikia malengo tunayoyatarajia. Lakini tumerudi kwenye hali yetu ya kawaida. Hii nalo ni somo kubwa ambalo linatokana na matokeo haya. Sasa niwashukuru kipekee sana jumuiya za wafanyabiashara, Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania. Kila siku huwa naongea nao kwamba sisi vita yetu ni kuhakikisha Kariakoo inakuwa ni soko kubwa la kimataifa kuliko nchi zingine zote zilizotuzunguka, na watu wote wanakuja na wanaweza kuja kama kuna utulivu, na wanaweza kuja kama kuna predictability ya usimamizi wa kodi. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, mgeni rasmi, pamoja na jumuiya ya wafanyabiashara, kwa miezi 6 inayokuja na mwaka huu tutaendelea kusimamia utulivu wa usimamizi wa kodi ndani ya Tanzania, lakini tutashirikiana nao kusimamia utulivu wa biashara ili kuwe na confidence ya watu wa nje waone Tanzania ndiyo soko lao la kuja kufanya biashara, na wakifanya hivyo wafanyabiashara watapata faida, lakini na sisi pia tutaendelea kupata faida. Lakini niwashukuru sana TCCIA, my brother Bruno Minja amekuwa akishirikiana na sisi wakitoa mawazo mazuri, na lengo letu ni kuona tunafika juu zaidi, na mengine mmemwambia Mheshimiwa Waziri, tutakaa naye sisi kwa mujibu wa sheria ya TRA kifungu cha 5 ni washauri wakuu kwenye mambo ya fiscal policy wa wizara. Tutafanya hivyo ili kuhakikisha tunaenda vizuri. Lakini CTI niwashukuru sana, tumekuwa na changamoto ndogo za kukuza viwanda, mambo ya smuggling, mambo ya counterfeit za stamps. Tumefanya nao kazi vizuri sana na tunaenda vizuri na tutaendelea kufanya nao. Dada yangu Angelina, nashukuru sana for your feedback ambayo imetupa mandate ya kufanya vizuri zaidi. Lengo ni kufanya wafanyabiashara wetu wapate faida kubwa, na siku moja ulisema mnataka mabilionea wengi kama ulivyo wewe na sisi tutashiriki kuwatengeneza wawe wengi zaidi. Lakini kipekee baada ya kuwashukuru wafanyabiashara, tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, ndio aliyotuwezesha kufanya haya, na yote tunayoyafanya ni maagizo yake. Nyie mnakumbuka alipoingia madarakani alisema kuna two school of thoughts, wanaofikiri kwamba bila nguvu, bila authority kubwa ya usimamizi wa Tax Administration Act hatuwezi kukusanya kodi. Na yeye akasema I give you challenge, muende mkasimamie sheria specific, sio general. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tunachofanya sio kwamba hakuna ukwepaji kodi ndani ya nchi yetu. Hata kukusanya 4 trillion haimaanishi hakuna watu wanaokwepa kodi. Wapo. Lakini hatuwezi kuwachanganya wazuri na wabaya wote wakakaa kwenye kapu moja. Wale wazuri we treat them kulingana na uzuri wao, na wale wabaya tunawatreat na wenyewe kulingana na ubaya wao. Na mostly kwa wale wabaya tunatumia sana tax education, na baadaye tukishindwa kabisa sasa tunatumia sheria kama zilivyo. Kwa hiyo tunamshukuru kwa kutusimamia hilo, lakini wametuwezesha sana. Mimi na wakati naingia tulikuwa na watumishi 6,000 mwaka 2024 Julai. Leo tuna watumishi 8,885.
ni kwa sababu ya approval na idhini ya Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa hiyo. Hii inatusaidia, reach out imekuwa kubwa. Hii inatusaidia na tunavyoenda baada ya kuwa train, hata muda wa kuaudit utapungua sana. Yale malalamiko ya kuwa audit watu baada ya miaka mitano, miaka 6 hayatakuwepo tena, kwa sababu tuna resources za kutosha ambazo zitatuwezesha kufikia hapo. Lakini pia policy za nchi pamoja na uwekezaji wa kwenye mifumo, Mheshimiwa mgeni rasmi, yote haya ni rasilimali fedha ambazo zimetolewa na zimetusaidia sana. Kwa hiyo naomba tumpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa uwekezaji mkubwa ambao umefanya. Wa mwisho wa kuwapongeza ni watumishi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Hawa Mheshimiwa Rais ndio ambao wamekuwa frontliners, wakikutana na yote mazuri ya walipa kodi wazuri tulionao na challenge za baadhi ya wachache tulionao, lakini wamekuwa wakati tamaa, wamekuwa always wanataka kufacilitate business. Kwa hiyo commitment yao na hard working ndio ambayo imewezesha kuwezesha biashara ziendelee, lakini ndio ambayo imewezesha kufikia haya mafanikio. Tunawapongeza sana watumishi wote ndani ya Mamlaka ya Mapato kwa kazi kubwa waliofanya. Hongereni sana. Na nimshukuru dada yangu Angelina, amesema hawana smile. Nafikiri Mheshimiwa Waziri atazungumza hiyo smile. Lakini nataka nikuhakikishie, hawa wako hapa lakini pia wanafikiria mwezi Januari, si umeshaanza? Serikali inawawezesha vizuri sana watumishi wa TRA, wako vizuri, lakini kila unapokuwa vizuri, kutaka uzuri zaidi haikatazwi. Ni kama vile tunasema tumefanya vizuri, tunataka tufanye vizuri zaidi. Tutaendelea kushauri ili watumishi wawezeshwe zaidi, ili watimize wajibu wao kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Mheshimiwa Waziri, tunayotarajia kuyafanya sasa, moja, niwahakikishie tutaendelea improve tax services, customer care, taxpayer education, tutayaboresha sana. Lakini tunaendelea kuboresha mifumo yetu. Mwezi huu wa kwanza tunaenda kuzindua mfumo wa kodi za ndani, unaitwa Integrated Domestic Revenue Administration System, IDRAS. Utazinduliwa ndani ya mwezi huu, na huu mfumo unakwenda kurahisisha sana usimamizi wa kodi. Unaenda kupunguza yale viongozi wa wafanyabiashara wameyasema ya one-to-one meeting kati ya walipa kodi na maofisa wetu. Vitu vingi vitafanyika online. Filing ya returns zote zitafanyika online. Registration ya walipa kodi na yenyewe inafanyika online. Payments kama zilivyo online zitakuwa strengthened zaidi. Lakini kubwa zaidi, huu mfumo unaenda kusomana na mifumo mingine mingi. Kwa hiyo taarifa zitakuwa sahihi na hata assessment zitakazotolewa zitakuwa more accurate. Hivyo disputes nyingi sana zitapungua. Mfumo huu pia utatumia AI kufanya analysis. Ni kama tulivyo na mfumo wa New Tansis ambao pia na wenyewe unatumia pia AI. Sasa huu uwekezaji mkubwa una lengo la kuwezesha biashara za walipa kodi, lakini una lengo la kuondoa inconvenience kwa walipa kodi wengi tulionao. Una lengo la kuwapa muda zaidi wa wao kufanya biashara badala ya kuja zaidi ofisini kwetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tutakualika wakati tunafanya new launching
ya huu mfumo ambao hautazidi zaidi ya mwezi huu wa kwanza. Kwa hiyo hongereni sana. Tunapongeza serikali, Mheshimiwa Waziri, tufikishie salamu zetu kwa uwekezaji ambao wamefanya na commitment nyingine ambayo wanaendelea kuifanya kwetu. Lakini tutaendelea kuhamasisha usawa wa ulipa kodi, kwa maana kila mmoja lazima achangie anachostahili. Wakati wanajitambulisha, umeona tuna idara ya tax investigation. Lengo ni kwa wachache wanaokwepa kodi tuwarudishe kwenye mstari ili wasiue biashara za wengine, kwa sababu watashindwa kushindana na wengine ambao hawakwepi kodi. Lakini tuta widen tax base. Sasa hivi tuna walipa kodi milioni 7. Wapo ambao ni wa business, wapo ambao ni wameajiriwa na wapo ambao ni investors. Lengo letu ni tuwe na idadi kubwa zaidi, ili mchango wao ukiwa mkubwa, siku moja tuje tukushauri Mheshimiwa Waziri, tupunguze viwango vya kodi, kwa sababu tutakuwa na pesa ambazo zinaiwezesha kuiendesha serikali, lakini pia volume itakuwa kubwa. Na ili tufikie hapo, si jukumu tu la TRA, ni jukumu la TRA pamoja na wafanyabiashara. Na nashukuru sasa hivi tunafanya kazi pamoja, na nimenote mwezi Disemba jumuiya za wafanyabiashara zilishiriki kuhamasisha wafanyabiashara wengine walipe kodi, ambayo ni tofauti sana na kipindi cha nyuma. Kwa hiyo tuendelee tena kuwapongeza sana jumuiya za wafanyabiashara, wamefanya kazi kubwa sana. Sasa tushirikiane tena kuongeza idadi ya walipa kodi. Tunawajua, tunafanya nao biashara. Tukifika lengo kubwa ambalo linawezesha sufficiency ya revenue kwa nchi, maana yake ni rahisi sana kushauri hata kupunguza kwa viwango vingine vya kodi. Miezi hii 6 inayokuja, Mheshimiwa Waziri, tunakwenda kutekeleza punguzo la VAT kwa wale wanaolipa through digital payments, na hii inaenda kufanya formalization ya watu wengi, na ni njia mojawapo sasa ya ombi ambalo wamelizungumza, tunakwenda kulitekeleza. Na lingine ninalowahakikishia, tutaendelea ku strengthen partnership na wafanyabiashara, lakini kama TRA tutaendelea kufanya kazi zetu professional. Tutasimamia sheria na facts zilizopo. Tutaendelea kuact kwa uweledi na integrity ya hali ya juu. Ndio maana Mheshimiwa Waziri, wakati tunajitambulisha, tulionyesha na idara yetu ya mambo ya ndani, ambayo kazi yake ni kupambana na wachache ambao wanaenda kinyume na maadili. Lakini lazima niseme, kwa kiasi kikubwa watumishi wengi wa TRA wanafanya kazi zao kwa uadilifu mkubwa, na tunawapongeza sana. Na kwa wale wachache tunachukua hatua. Nimeshindwa tu kuja na listi. Kuna watumishi ambao tunawafukuza kazi, kuna watumishi ambao wanashushwa mishahara, kuna watumishi ambao wanashushwa vyeo, kuna watumishi ambao wanaonywa, lakini tunao watumishi ambao tunawapongeza kila mwezi kwa kufanya kazi vizuri kwenye mikoa yote kwa namna wanavyofanya kazi. Kwa hiyo swala la maadili tunalipa kipaumbele kikubwa.